فبس لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. Ulikuwa umejifanya umeghafilika katika hii hali kwamba itokufikia. Ulijifanya kwamba sio wewe, hausiki. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Ulighafilika hii hali ukawaza itokukuta. Allah anasema fakashafna anka ghita'ik. Sasa pazia tumeitoa mbele ya macho yako. Unaanza kuona fabasaruka al-yawma hadid. Macho yako leo ni makali ndugu zangu. Unaanza kuwaona malaika kwa macho, macho kwa macho. Wanakuja unawashuhudia. Ndio unamuonaga mwanadamu anaelekeza uso upande wa kulia, anaelekeza upande wa kushoto, wakati mwingine anafumba macho, woga umeshatanda. Sasa anakuwa anajiuliza, mimi hivi nataka kwenda lakini nakwenda wapi? Nataka kwenda nitapokelewa na nani? Nataka kwenda nitafikia wapi? Lahadhatul akhira, dakika chache za mwisho, sio jambo la kawaida ndugu zangu Waislamu. Leo tujizauna adhabal hun, mtalipwa adhabu ya fedheha. Nafsi inatolewa kwa kasi mpaka mtu haja kubwa inapita kinywani. Tujizauna adhabal hun, adhabu ya fedheha. Wakati wa kufa mtu anasema maneno mabaya, wakati wa kufa mtu anachanganyikiwa, mpaka watu waliokuwa karibu wanatoka pale wanasema bana, kwa kweli tumeokope Allah jamani. Wanateremka malaika kuja kuingoa nafsi yako, wanaitoa wanaziati gharqa, inangolewa kama mti uliostawi katika ardhi, inangolewa kama mti uliostawi kwa nguvu kabisa, wanangoa. Roho inatolewa, mtu anasikia maumivu. Rasul akasema yanashinda mtu kupigwa mipanga zaidi ya 100. Watukufu Waislamu, hiyo siku iko na hizo dakika ziko. Amibu TV. Nakuhusieni kadhalika nikihusia nafsi yangu, sote tumche na tumuokope Allah tabaraka wa taala. Tuwe wenye kusikia na kutii, maadama yale tunayoambiwa ni maneno yake Allah tabaraka wa taala, kadhalika maneno ya nabii wa umma, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, hadithuna al-yawm an lahadhatin shayyabat ru'us as-salihin wal awliya. Wapenzi wa Allah na wapenzi wa mtume Muhammadin, mazungumzo yetu ya leo waja wa Allah, mazungumzo yetu ya leo ni kuhusu ule wakati ambao wema waliotutangulia kila walipokuwa wakiufikiria wakati huo, mvi zilionekana katika vichwa vyao, picha ya uzee ilijichora katika nyuso zao kwa kufikiria tu huyo wakati. Ndugu zangu Waislamu, tilka lahadhat, huo wakati ndugu zangu na hizo dakika, allati yufariqu al-insanu fiha ladhata ad-dunya, ni dakika chache ndugu zangu ambazo mwanadamu hufarikiana na kuwa mbali na starehe na utamu wa dunia hii. Tilka lahadhat, hizo dakika waja Allah, allati tufariqu fiha ar-ruhul jasad, ni dakika chache lakini roho na mwili vinaachana. Huyo wakati vinaachana kabisa, ukweli wa kuachana, kimoja kinakwenda njia yake, imma bifarhin arimin. Wakati wa kuachana ndugu zangu, yawezekana vikaachana kwa furaha iliyokuwa kubwa, kwa dalili zitakazoonekana katika wakati huo. Kwa hivyo roho inakuelekea kwa furaha, mwili unabaki kwa furaha. Au bihuznin daimin, au wakati mwingine vikafarikiana lakini kwa huzuni iliyokuwa kubwa kutokana na hali itakayoonekana hapo. Hadithuna al-yawm, mazungumzo yetu ya leo ndugu zangu Waislamu, an yaumil janaiz kama samahu al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah.
Mazungumzo yetu ya leo ndugu zangu Waislamu, tunazungumzia siku ya jeneza kama alivyoiita al-Imam Ahmad ibn Hanbal, siku ambayo jeneza litachukuliwa msikitini na litaelekezwa nyumbani kwako, litaelekezwa nyumbani kwenu, libaki linakusubiri uandaliwe humo ndani, linakusubiri uanze msafara. Gari ambayo inapelekwa na madereva ambao hawaulizwi kwamba pana kitambulisho pana nini, hata askari polisi barabarani hasimamishi. Hiyo siku iko waja wa Allah ambapo itatokea tu. Al-lahdhatul akhira, ni dakika za mwisho atakazoziishi kila mmoja kati yetu. Ni kweli tu wengi tumejifanya kwamba tumesahau huyo wakati. Ni kweli ni wengi tumejifanya kwamba wala hatufikiri hizo dakika. Lakini waja wa Allah, dakika hizo zipo. Yadhhabu fiha kullu shay'in, kila kitu kitaondoka huyo wakati mbele yako. Tafqidu kullu shay'in min umuri dunya qimatuhu, kila kile ambacho ulichokuwa unakimiliki, valeri ya hicho kitu, thamani ya hicho kitu itaondoka mbele yako. Hakitokuwa na thamani yoyote chochote kile. Zawjatuk allati tahnu alaiha wa tahnu alaik, chukua mfano hata kwa mke wako yule ambaye ulikuwa unamhurumia, unajipinda kwa ajili yake. Mme wako ambaye ulikuwa unampenda mapenzi ya hali ya juu, mnahurumiana huruma wa hali ya juu, huyo wakati ukishafikiwa na hizo dakika, hakuna atakayemtazama mwenzake. Ndugu zangu Waislamu, wal auladu sighar alladhina tulaibuhum, hata watoto wako wadogo wale ambao ulikuwa na tabia ya kuwachezesha, ukishaingia katika hizo dakika za wewe kuachana na ulimwengu, hautowaona tena wala hutowatazama. Malak, mali yako, maluka alladhi tajma'uhu fi hadhihi dunya, hata mali ambayo unaikusanya, ambao unaitumia na kuitafuta min halalin wa haramin, uko tayari kuipata tu, ndo makusudio, sawa iwe ni halali, sawa iwe ni haram. Lakini siku utaingia katika hizo dakika, mali yako haitokusaidia chochote tena. Qala Allahu tabaraka wa taala, Maulana jalla fi ulaha anatuambia, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yasikilize maneno ya Allah, tangazo rasmi. Kullu shay'in halikun illa wajha, Allahu akbar, lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Allah anatangaza kullu shay'in halikun, kila chenye kuwa katika ardhi hii kuna siku kitaangamia, kuna siku kitaondoka, hapatobaki isipokuwa ni yeye pekee Allah tabaraka wa taala. Illa wajhahu, illa iyahu, atakayebaki ni yeye pekee Allah. Lahul hukmu, ni yeye ndio ana haki ya kutoa hukumu, ya kuamrisha na kukataza. Kwa nini ndugu zangu? Wa ilayhi turjauna, na kwake Allah ndiye mtarejeshwa. Inda lahadhati al-akhira, katika dakika zile chache za mwisho wa uhai wa mwanadamu, la yakunu baina ainaihi, la yakunu baina ainaika illa amalun salihun tuqaddimuhu li nafsik, hakuna ambacho utachofadhilisha, hakuna ambacho kitaonekana kina thamani isipokuwa ni yale matendo ambayo uliyotanguliza mbele yake Allah kwa ajili ya nafsi yako. Na ndiye maana waja wa Allah, mwanadamu malalamiko yake dakika zake za mwisho, hatoomba kwamba arejeshwe kazini, hatoomba kwamba apate nyumba, hatoomba kwamba apate hela. Allah tabaraka wa taala anatuambia, hatta idha jaa ahadahumul maut, mpaka mmoja wao atapofikiwa na kifo, qala rabbirji'un, atapiga kelele, Allah naomba unirudishe, nirudishe duniani.
akamchukue mke wake au mume wake, akawaone wanae, aende katika mali zake, arudi katika nyumba zake. La hadha wala dhaka, hakuna hata kimoja katika hivyo. La'alli a'malu salihan fi ma taraktu, ndo maombi yake, nirudishe duniani nende nikafanye mazuri kwa yale niliyoyapuudhia, kwa yale niliyoyaacha. Ataambiwa kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihi barzakhun ila yawmi yub'athun. Utaambiwa hapana, ulipewa muda mwanadamu, ulikuwa na fursa ya kuyafanya. Mimi na wewe leo bado tunapumzi, bado tunapumua, lakini muda wetu wa Allah tunautumiaje? Mara nyingi sana unamkuta mwanadamu amezamilia kwenye simu yake, anajenga nyumba ndani ya simu, anatengeneza dirisha la ndani ya simu, yuko kwenye game masaa. Sasa dakika ya mwisho ikimfikia, maombi yake anamwambia Allah, rji'un, naomba Allah unirudishe duniani, la'alli a'malu salihan fi ma tarak, ili nikafanya mazuri katika yale niliyoyaacha, nikafanya mazuri katika yale niliyoyapuudhia. Unaambiwa kalla, hapana, innaha kalimatun huwa qailuha. Haya ni maneno tu mtu anayasema kwa kuogopa kifo. Wa min waraihi barzakhun ila yawmi yub'athun, unaambiwa mbele yako huko kuna maisha ya barzakh, utaenda kuishi kaburini miaka kushinda ile uliyoishi duniani. Allahu akbar, kaburini. Wenzetu ndugu zangu wana miaka kaburini kushinda miaka walioishi duniani, na bado umri unaendelea. Kwetu sisi wenyewe umri wao wa kaburini unaongezeka, hawana tena ile fursa ya kuyafanya mazuri ya kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Fi lahadhati al-akhira, katika wakati wa mwisho, dakika za mwisho wa Allah, lahadhatun mu'limatun hazinatun, ni dakika chache ndogo tu, lakini wallahi dakika zenye maumivu ya hali ya juu, dakika zenye huzuni ya hali ya juu. Maana wakati huyo Muislamu binadamu anashangaa, tufariqu fiha al-akhilla, utaachana na marafiki. Binadamu anashangaa, dakika tu kama kufumba na kufumbua, mambo yote yanakuwa pembezoni mwako, wewe unakuwa ulimwengu mwingine, umeingia nafasi nyingine. Mwanadamu anashangaa, kwa dakika umenyanganywa kila kitu. Hata pete ulikuwa unavaa kidoleni wanakuvua, hata pesa ulikuwa nazo na nguo na vyote wanaweka pembeni. Kwa dakika mwanadamu anashangaa. Lahadhatun mu'limatun hazinatun, ni dakika chache ndugu zangu, lakini dakika za huzuni, dakika za maumivu ya hali ya juu. Allah tabaraka wa taala anatuambiaje ndugu zangu Waislamu? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kalla idha balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffati saqu bisaq ila aina ila rabbika yawma idhinil masaq. Hizo dakika zipo, wajifanye umesisahau, wajifanye kwamba sio wewe unaambiwa. Kuna siku utashtuliwa na unaona uso mwingine, kiumbe ambaye haumzoei, malakul mauti na kikosi chake wamewasili mbele yako. Hizo dakika ziko ndugu zangu. Allah tabaraka wa taala anatuambia kalla idha balaghatit taraqi, sivyo hivyo mnavyofanya wanadamu. Siku roho itafika kwenye mishipa ya shingo, itapofika hapo, idha balaghatit taraqi wa qila man raq, watu wote wanamtazama mgonjwa, wanachanganyikiwa. Jamani, nani atamsomea? Nani atamsomea Qur'ani? Nani atamsomea ruqya? Watu wanahangaika, wanatafuta huyu wala yule ili atakayekuja kusaidie, lakini wewe mwenyewe kwenyewe umelala. Wa dhanna annahu al-firaq, unahakikisha mimi naondoka sasa. Tilka lahadhat, hizo dakika waja Allah ambazo wewe mwenyewe unahakikisha, wa dhanna annahu al-firaq, kwamba mimi hizi dakika naondoka. Waltafatu saqu bisaq, hali itakuwa ni nzito, mguu unagongana na mwingine. Fashtamaa, zitajikusanya juu yake matatizo ad-dunya wal akhirah, shida za dunia na mlango wa akhira umefunguka. Mazito yote mawili yanaanza kujikusanya mbele yake.
mwanadamu anachanganyikiwa. Tilka lahadhat, hizo dakika chache ndugu zangu Waislamu, hazichukui muda mrefu kwamba ni siku nzima. Ni dakika chache, lakini zinamwachia maajabu mwanadamu. Atachanganyikiwa mwanadamu, atashangaa waja wa Allah. Naam ndugu zangu, huyo wakati yashtamiu haulaka ahluka wal atibba, inafikia wakati mwingine familia nzima wamejikusanya, wanapigiana simu, wako wapi jamani, hali ya mgonjwa sio nzuri, watu wanajikusanya, watakuzunguka wote. Na haitoshi, al atibba, waganga wale mashuhuri, wanapishana, wanabadilishana, hao wanaingia, wengine wanatoka, wanabadilishana, wenye kuhusika na vipimo vya damu, wenye kuhusika na namna mwendo wa roho, wenye kuhusika na vyote vile, watu watabadilishana, watajikusanya mbele yako, wala yamlikuna laka shay'an. Lakini pamoja na hiyo zogo yote ya waganga, pamoja na mabadilisho, pamoja na wazungu sijua Afrika waliosomea nje na waliosomea ndani, zikifika hizo dakika za mwisho, hakuna wa kuziwia, hakuna atakayekusaidia kwa jambo lolote. Allah akatangaza ndugu zangu Islam, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sikiliza Qur'an, falaula idha balaghatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun. Sikiliza maneno, falaula idha balaghatil hulqum. Allah anatangaza, mnasemaje? Mbona roho ya mmoja wenu inapofika kwenye koo sasa, ndio iko dakika za mwisho anataka kuondoka, wa antum hina idhin tanzurun, na nyinyi ndugu zake mko hapo mnamtazama, hamna la kufanya. Watu wote ukiwauliza wanabadilisha lugha. Mgonjwa ana hali gani? Ni wa Allah, ni wa Mwenyezi Mungu, Kiswahili cha mjini hicho. Ni wa Allah, sio wa mfumu tena, sio wa mganga. Watu wote wanayakinisha kwamba hapa hakuna mwingine, ni Allah tabaraka wa taala. Allah anasema, wa antum hina idhin tanzurun, nyinyi ndugu zake huyo wakati mko mnatazama, hamna la kufanya. Allah anajitangaza, wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, lakini sisi tuko karibu sana ya huyo mgonjwa kuliko nyinyi, walakin la tanzurun la tubsirun, lakini nyinyi hamtuoni. Kisha Allah akatumia lugha ndugu zangu Waislamu ya kujiamini, falaula in kuntum ghaira madinina, lugha ya kujiamini. Sasa binadamu mnajifanyaga nyinyi ni wachoma vichwa, mnajifanyaga nyinyi ni wenye busara, mnajifanya nyinyi watu wa akili za kupitiliza, ikiwa kweli hamko chini ya madaraka na uwezo wa Allah. Tarji'unaha in kuntum sadiqina, iziwieni roho leo isitoki, iziwieni nafsi leo isiondoki. Al-lahadhatul akhira, hizo ni dakika zile za mwisho wa Allah, ambapo mwanadamu atajikuta ameelekea kwake Allah tabaraka wa taala. Muawiya radiyallahu anhu, as-sahabiyul jalil, fi lahadhatil akhir, dakika zake za mwisho, inda mautihi, wakati wa kufa kwake ndugu zangu Waislamu, anawaambia ndugu zake huyo wakati hata miguu kutembea tena haiwezi. Wallahi, kama kwamba unaambiwa hatua zako za kukanyaga duniani zimekwisha, hatua fasi ya kukanyaga hakuna tena, miguu haishiki chini. Anawaambia ndugu zake, ajlisuni jamani, nikalisheni, nimechoka. Faajlasuhu, wakamuikalisha. Fajalasa yadhkuru rabbahu, akaikayo nafasi akaanza kumdhukuru Allah tabaraka wa taala, wa yusabbih, anamsabihi Allah tabaraka wa taala. Lakini huyo wakati anajishangaa, thumma baka, akadondoa machozi, waqala li nafsihi, akaiambia nafsi yake, alana ya Muawiya, leo ndio umepata muda kukaa sasa uanze kufanya tasbihi. Dakika za mwisho ndio umepata fursa ya kumsabihi Allah. Na walikuwa ni watu ambao waliishi na Allah, maswahaba wa mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lakini dakika za mwisho amechanganyikiwa kiwewe mpaka anajisahau, anajilaumu. Muawiya, hivi ndio unapata fursa ya kukaa uongee na Allah? Mangapi alikupita hukuyafanya? Mazuri mangapi alikupita hukuyafanya? Leo dakika za mwisho ndio unakaa. Thumma baka,
kisha machozi akamtoka akalia. Waqala ya rabbi irhami shaykha al-aasi, Allah muhurumie huyu mzee ambaye ameshazeeka, ana maasi mengi, Allah muhurumie. Dhal qalbi alqasi, muhurumie huyu mzee, Allah anamuomba Allah muhurumie kwa dakika na hali nzito ambayo anaiona mbele yake, anamuomba Allah muhurumie, ampe amwezeshe, amsamehe. Roho yake ni ngumu kweli, lakini anamlilia Allah tabaraka wa taala. Huyo ni sahaba wa mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, wa hadha khalifatu rasuli sallallahu alayhi wasallama. Niwe radhi tumtembelee khalifa wa pili wa Kiislamu, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ni mtu ambaye mtume amesema laiti kama utume ungekuwa unaendelea, basi ambaye angekuwa mtume baada yangu mimi angelikuwa ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ajaban, wallahi utawashangaa hawa viumbe. Umar radiyallahu anhu fi lahadhatihi al-akhira, mwazile dakika zake za mwisho, baada ya kuchomwa kisu chenye sumu na Myahudi, hali ikawa ni nzito, tumboni pameshaharibika, sumu imejaa sehemu zote. Wamempeleka nyumbani, wanamweka chini, wamemweka sehemu, wakamletea mto ili ausegamie. Wallahi Umar ibn al-Khattab fanazaaha, kauchukua ule mto akautupilia mbali. Waqala da'u ra'si ala turabi, jamani na kuombeni uso wangu, kichwa changu mweke chini, afu kichwa mkilaze kwenye ardhi, kiguse kwenye udongo, la'alla Allah an yarhamani, labda katika hizi dakika kwa yale ambayo nayaona Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kanirehemu. Khalifa wa pili, ndugu zangu Islam, Umar ibn al-Khattab al-Faruq, faruq hadhihi al-umma, anawaambia wenzake, anawanasihi, niwekeni uso uguse katika ardhi, ajidhalilishe dakika zake za mwisho mbele ya Allah tabaraka wa taala, ili Allah anihurumie. Na haitoshi, akawa anachukua mchanga, anachukua udongo, anauweka juu ya kichwa, wa huwa yabki, huku anadondoa machozi, wa yaqul ya man la yazulu mulkuhu irham man zala mulkuhu. Allah, wewe ndiye mfalme ambao ufalme wako hauondoki, wewe ndiye mfalme ambao ufalme wako hauna mwisho, muhurumie huyu kiongozi khalifa wa Waislamu, lakini leo ufalme wake umefika mwisho, leo uongozi wake umefika mwisho, leo ufalme wake umefika mwisho. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu analia, ndugu zangu Waislamu. Wal insanu fi hali al-ihtidar, na mwanadamu kila siku, kila mwanadamu akifikia katika hizi dakika, ndugu zangu Waislamu, yakunu khaifan min al-mustaqbali al-ati, anakuwa na uoga zile dakika za mwisho. Ni dakika nzito, pazia zinaondoka mbele ya macho. Allah amesema mqur'ani, nachukua tu sehemu kwa maana dakika zinaniacha. Fabasu laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'ika fabasaruka al-yawm hadid. Ulikuwa umejifanya umeghafilika katika hii hali kwamba itokufikia, ulijifanya kwamba sio wewe, hauhusiki. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, ulighafilika hii hali ukawaza itokukuta. Allah anasema fakashafna anka ghita'ik, sasa pazia tumeitoa mbele ya macho yako, unaanza kuona. Fabasaruka al-yawma hadid, macho yako leo ni makali, ndugu zangu. Unaanza kuwaona malaika kwa macho, macho kwa macho, wanakuja unawashuhudia. Ndio unamuonaga mwanadamu anaelekeza uso upande wa kulia, anaelekeza upande wa kusoto, wakati mwingine anafumba macho, uoga umeshatanda. Sasa anakuwa anajiuliza, mimi hivi nataka kwenda, lakini nakwenda wapi? Nataka kwenda, nitapokelewa na nani? Nataka kwenda, nitafikia wapi? Lahadhatul akhira, dakika chache za mwisho, sio jambo la kawaida, ndugu zangu Waislamu. Mwanadamu anakuwa na hofu kwa anakoelekea, na wayakunu khaifan ala man khallafahu min ahlin wa waladin, na vile vile anakuwa na uoga wa wale ambao amewaacha huku nyuma yake. Nimeacha vitu bado vidogo, maskini, sijui wataishije, wataishi barabarani, watakuwa barabarani, ndugu zangu watawajali. Anakuwa na wasiwasi, uoga unatanda, lakini uoga mkubwa
anafikiria msafara wake anataka kuanza, nani atakaye kuja kumpokea. Kwa nini Muislamu kae chini ukafikiria hizo dakika? Hiyo siku ipo, wallahi. Jifanye kwamba we hausiki, jipe mafuraha ya hali ya juu, jipe mambo ya kusahaulisha. Ghafla utawaona wajumbe wamejitokeza mbele yako, na utaondoka tu, utaondoka, utamwelekea Allah tabaraka wa taala. Wajua Allah, huyo wakati ambapo mwanadamu ataondolewa katika ardhi hii, ataondoka katika ardhi hii, fataatil malaika, umelala, malaika wanakuja mbele yako, lakini akiwa ni mja mwema aliyemjua Allah tabaraka wa taala, panakuja kikosi cha malaika lituaminahu mimma yakhafu wa yahzan, wanakuja kumsalimisha, kumpa amani, kumpa guarantee kwa yale ambayo anayoyaokopa. Wanakuambia nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, sisi tulikuwa ni marafiki zenu bado mgariki duniani, mjumkuwa mtuoni tu, na huku unapotaka kuanza msafara tutashirikiana, tutakuwa wote, hautokuwa peke yako. Kwa nini ufikiri hiyo hali Muislamu? Msafara utakwenda na nani? Nani atakaye kupokea? Malaika wanateremka, malaikatur rahma, malaika wa rahma wanakuja kumpokea mja, wanampa guarantee, tulia, usiwe na wasiwasi. Allah tabaraka wa taala anasema innal ladhina qalu, sikiliza vizuri maneno ya Allah, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, thumma madha tatanazzalu alayhimul malaika limadha alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladhina qalu, wale waliosema bado wangaliki duniani, bado wako wazima, qalu rabbuna Allah, wakasema mola wetu sisi ni Allah, sisi ni waja, tuwezi kwenda kinyume na amri zake, sisi tuko esklave wa Allah, sisi ni waja wa Allah. Thumma istaqamu, kisha wakabaki katika hiyo njia, wakaepukana na maasi, wakaachana na uzinifu, wakaachana na ulevi, wakaachana na ushirikina, wakaepukana na utariku swala, aina zote za maasi wakaziacha. Thumma istaqamu, kisha wakanyoka, wakabaki wakawa na msimamo katika hiyo njia. Wakati wa kufa, tatanazzalu alaihimul malaika fi lahadhati al-akhira, wa zile dakika za mwisho kikosi cha malaika kinateremka. alla takhafu, usiokopi unakokwenda, mambo ni mazuri huku, wala tahzanu, wala usihuzunike, wao unaoacha huku Allah tawalinda, na wanampa bishara ya kwamba kuna pepo ambayo inayokusubiri huko mbele. Amma al-kafaratul fajara, ama wale ambao waliomkufuru Allah, wakajisahau katika hii ardhi, wakakumbushwa hawakumbuki, wakazinduliwa hawazindukani, wakaelekezwa hawaelekei, wakaonyeshwa njia ya usawa hawataki kuifuata, hao ndugu zangu, fa innal malaika, hao vile vile kikosi cha malaika huteremka, tatanazzalu alaihim bil adhabi, malaika wanateremka, malaikatul adhab, kikosi cha malaika wana hasira na wewe kwa yale uliyofanya katika ardhi hii. Wanateremka malaika kuja kuingoa nafsi yako, wanaitoa, wanaziati gharqa, inangolewa kama mti uliostawi katika ardhi, inangolewa kama mti uliostawi kwa nguvu kabisa, wanangoa, roho inatolewa, mtu anasikia maumivu. Rasulu akasema yanashinda mtu kupigwa mipanga zaidi ya 100. Watukufu Waislamu, hiyo siku iko na hizo dakika ziko. Sikiliza Qur'ani sasa, Allah anasemaje, na ndio aya ambayo tutakayomalizia waja wa Allah. Ni aya ndefu kidogo, napenda nizisome tusikie maraha ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Allah anazungumza, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sikiliza maneno, walau tara الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم
اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الله anasema walau tara idhi dhalimuna fi ghamarati almaut, anamwambia mtume wake Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, waleze umma wale ambao wamejifanya kwamba sio wao, wafahamishe walau tara idhi dhalimuna fi ghamarati almaut, laiti mngelipewa fursa ya kuwaona hali ya madhalimu wakati wa kutoka kwao roho, fi sakarati almaut, wakati ya mihangaiko ya kuchomolewa roho. Wal malaikatu basitu aidihim, malaika wamesimama juu yao wanawanyoshea mikono, wanawaambia akhriju anfusakum, zitoweni nafsi zenu nyinyi wenyewe, akhriju anfusakum. Fasi aya inatisha, alyauma, kwamba leo tujzauna adhaba alhun, mtalipwa adhabu ya fedheha. Nafsi inatolewa kwa kasi mpaka mtu haja kubwa inapita kinywani. Waliyadhu billah, Allah tuhurumie ya arhamar rahimin. Nafsi inatolewa mpaka haja kubwa inapita kinywani, huko nyuma haja kubwa na haja ndogo zinamtoka. Yani nafsi inatolewa, malaika wanasira, tujzauna adhab alhun, adhabu ya fedheha. Wakati wa kufa mtu anasema maneno mabaya, wakati wa kufa mtu anachanganyikiwa, mpaka watu waliokuwa karibu wanatoka pale wanasema bana, kweli tumeokope Allah jamani. Naam wallahi, habari zinapita WhatsApp, ana fulani, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wewe unasoma na wewe kesho tunakusoma na mimi kesho mnanisoma. Wala qad jitumuna furada, mmetujia mmoja mmoja, kama khalaqnakum awwala marra, kama tulivyokuumbeni huko mara ya kwanza. Allah anasema wataraktum ma khawalnakum waraa dhuhurikum, yale yote tuliyokupeni duniani mmeacha nyuma ya migongo yenu. Wama nara ma'akum shufa'aakum alladhina za'amtum annahum fiikum shuraka, wako wapi wale ambao mlikuwa mnajivunia? Ligala zako ulikuwa unajivunia kwamba uko na watu ambao wanakutetea. Allah anakuambia leo wako wapi wale mlikuwa mnadai hivyo? Hakuna hata mmoja. Kisha akamalizia anasema laqad taqatta'a, kwa shadda, yale mawasiliano yote yamekwisha. Laqad taqatta'a bainakum, mawasiliano yamekwisha. Wadalla ankum ma kuntum tazumun, na yote ambayo mlikuwa mkiadai yamepotea, hakuna kitu cha kuwasaidia. Ndugu zangu Waislamu, kisomo chetu cha leo al-lahadhatul akhira qabla mughadarati dunya, dakika zetu za mwisho ambazo zinamsubiri kila mmoja kabla ya kuondoka katika dunia hii. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Hatuna budi kwa mara tena kusipeleka sala kumshukuru Allah na kusipeleka sala na salam kwa kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa amri yake Allah alivyotuamrisha tunasema inna Allaha, kama alivyotuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Imtithala li amri Allah wa hubban li rasulihi naqul Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
آت نفوسنا تقواها آت نفوسنا تقواها آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Omnibook TV.